ni nani? Ni shetani. Lakini akili ambayo anaifanya ni nani? Ni binadamu, sawa? Ambapo binadamu, ndio maana sisi binadamu, unajua chanzo cha mpaka binadamu unajikuta umeangamia. Shetani, kumbuka, ni roho. Shetani ni nani? Huwezi kumuona kwa macho, sawa? Sisi miili yetu ni midhaifu. Kitu cha kwanza ni nini? Midhaifu, umenielewa? Yaani ni rahisi sana kukimbilia kufanya dhambi, sawa? Ni rahisi sana kwenda kuitenda dhambi kuliko shetani. Shetani yeye ni roho, anafahamu kwamba hapa kuna 1 2 3. Yaani hata hapa penyewe tunaongea hapa, sawa? Tunaongea tayari yeye anafahamu, anaelewa. Mungu mwenyewe pia anafanya hivi. Anafahamu, anaelewa, unaelewa? Kwa sababu hapa tupo tunaelimishana. Sisi huu mwili wetu hapa, hata ndio maana Mungu alisema hivi, huwezi kumuona Mungu kwa mwili huu. Ndio maana ukitaka uende mbinguni lazima kwanza ufanye usiku. Sawa, tusamalize. Ukisha kufa ndio unaenda wapi? Kwa sababu mwili wetu ndio chanzo, yani mwili wenyewe ndio yani ndio kisababishi mwili wenyewe huu. Shetani anautumia sana kuweka sio kusababishi. Unaelewa? Yaani anautumia sana shetani kuweka vishawishi. Kwani unavozini na mtu unazini kivipi? Kisababishi ni wewe yetu, tamaa. Yaani sasa tamaa inatokana na nini? Sina mwili. Maana nikasema nitajie mizani ni 10. Matamanio ya mwili anakwambia. Yaani tamaa unaendelea kuhukumu. Shetani iko hivi, nilikuuliza hivyo unitajie. Midhibi mikuu ya kwanza kuna kiburi. Na huo ndio uliofanya walijikuta wako uchi. Alafu pili kuna kiasi. Na hapo ndipo ninapotaka mimi wewe unitajie kiasi. Ndio nikulete kwenye pombe. Pombe haijawahi kumuua mtu. Ila kiasi chako wewe utakacho kunywa. Ukizidisha unacho. Hata kama ni kuomba, kusali, muomba Mungu. Ukizidisha unaharibu. Unaharibu nini? Unaharibu unachokiharibu. Ukizidisha kuomba, yaani kuna niambieni sasa. Unavyo. Maana hapa nimewambia neno moja. Kwamba hivi watu wanaangamia Mungu ni wa utaratibu. Ni sawa. Sio wanaangamia kwa kukosa malipo. Wanaangamia. Sasa inategemea na unaombaje. Unajua Mungu mpaka aliweka maombi, anapenda sisi tumuombe. Sijui unanielewa? Mungu hawezi kukuponya wewe mpaka ufanye. Ina maana amri ilivyowekwa kuomba, sio kwamba Mungu anachukia. Mungu anafurahi sana pale ambapo unamuomba. Sijui unanielewa? Iweni na kiasi. Haya ngoja, iweni na kiasi. Nimeenda kwa Mungu leo nimemuomba, hajanijibu. Nipone. Sawa? Kwa sababu nimeambiwa niwe na kiasi, niendelee kukaa kimya. Unadhani kwa nini? Hapo kwa sababu. Si niwe na kiasi. Nataka nikujibu hapo. Unadhani kwa nini haujibiwi? Ndio maana nakuuliza. Ninapozungumza kiasi kwamba wewe unataka kumwomba Mungu wako, sawa? Sisi tumekaa nje hapa mfano, sawa? Tunaishi ndani, sawa? Wewe unaongea kisebleni hapa. Alafu unaomba kwa kupayuka. Baba sisi sasa hiyo ni vitu vingi. Ninakusikia wewe. Unadhani mimi nitafanyaje? Sio kwa mpisa yote wa kanisa liko ni mdogo. Mimi nina mchango nani? Shetani ndio maana anasema ukitaka kusali kuomba kwa Mungu nenda kaji. Sempo kwa utulivu. Sehemu ya utulivu ni sawa. Sehemu ya utulivu ambapo kwanza kitu cha kwanza, yani maombi yako yawe yameshiba neno. Sijui unanielewa? Mungu vitu alivyokuahidi, Mungu vitu alivyofanyia. Na simna pia neno. Hapa sisi wote tupo tunapata kujifunza, na sisi wote tumeumbwa na Mungu mmoja. Na sisi wote tunapaswa kuomba Mungu mmoja. Hata kumtumikia pia ni Mungu. Anaposema hivi kwamba hivi jifungieni chumba cha ndani. Kitu cha kwanza, uende maombi yako yameshiba neno. Unadai haki ambayo unaijua. Yaani shida ya sisi hatujui haki, yaani hatujui jinsi ya kuomba. Unanielewa? Hatujui jinsi kwamba hapa, yaani wakati ndio maana nasema Yesu alisema hivi, ombeni nanyi mtafanyaje? Alafu alisema hivi, tafuteni nanyi mtafanyaje? Bisheni nanyi mtafanyaje? Sasa watu ambapo tunakuja kuchanganya ni hapo, wakati wa kutafuta sisi tunaomba. Wakati wa kubisha sisi tupo tunatafuta. Sijui unanielewa? Mimi ninapomuomba Mungu nashindwa kujibiwa, inabidi niende kwenye Biblia. Sawa? Kwenye neno lake nitafute. Sawa? Kwa nini napitia haya? Mungu anakuonyesha. Wakati ule tayari ni wakati wa kufanyaje? Wa kutafuta. Nataka niishi maisha ya utakatifu. Nifanyeje? Ina maana pale unajiuliza, unaanza kutafuta huku unamuomba nani? Mungu.
Alafu ukishapapata sasa pale ndo unaanza kudai haki yako. Unadai haki yako. Mungu umesema mimi sitaumwa. Kwa nini napitia hali kama? Umeelewa? Na umesema Biblia hii hapa imesema hapa. Wewe unanisamea dhambi zangu zote na wala hutanikumbuka. Mimi hapa ninapoongea sasa hizi nakushuhudia wewe, namshuhudia huyu. Mimi mwenyewe sio kwamba sijawahi kuwa mbele. Sawa? Nimeshalewa sana nimezini. Lakini Mungu alikonitoa ndo maana leo hii hata mtu anapokuwa anakunywa asizani kwamba haiwezekani kuacha nini? Mimi nilipona. Sawa. Unanisikia? Unanisikia? Mimi aliponiokoa. Sawa. Unanielewa? Acha mdomo. Mimi Mungu aliponiokoa, unanielewa? Na sio kwamba nilikuwa sina kiasi kama hivyo, sawa? Na mimi nilikuwa hivyo najifariji. Alisema tuwe na kiasi, leo kidogo naondoka. Ila siku zinapozidi kwenda unazidi kufanyaje? Unazidi kufanyaje? Unanielewa? Watu wanapokuja kuangamia. Kwa hiyo hata mimi pia nilikuwaga nipo hivyo hivyo, sawa? Lakini ilipofika mahali yani kile kitu kimenitawala. Yani nilifika mahali siwezi nikakaa bila nini? Kwa mfano wewe huu muda ni wa kunywa. Unanielewa hapo tofauti na wakuja mjoko. Sijui mnanielewa mpaka hapo ninachotaka niwaelekeze. Muda wa kazi. Kwamba huu muda ni wa nini? Muda wa kazi. Lakini inatakiwa uwe na nini? Na kiasi. Baada ya kumaliza kazi yako, nenda basi fika nyumbani, chukua zako napo tulia nyumbani. Sio unaenda sehemu ambayo utaleta vurugu, watu watakuletea fujo, mwanze kufanyaje? Kugombana, si ndio? Lakini huu muda ni wa kazi. Lakini unakuta mtu amekaa yeye muda wote. Yeye anaenda na kiasi kweli? Naona na kiasi ndio. Hicho ndo kitu kipimo kidogo. Kwa hiyo sio kwamba hivi kuacha pombe haiwezekani. Kitu cha kwanza Yesu anataka hivi, sawa? Yaani mimi na wewe. Anataka wewe ukubali kwamba Bwana, mimi ni mtu mwenye dhambi. Yaani wewe binafsi sio mtu akusemee kwamba Mungu mimi nimechoka haya mapombe nimeshakunywa sijafaidika. Zaidi tu nimekuwa nayo na haribika maisha yangu hayaendi. Ukishakubali kutubu dhambi, yaani ukishakubali kutubu dhambi, unapoongozwa sala ya toba, Yesu anaingia ndani yako, anaanza kukufundisha maisha. Mchungaji huwezi ukaenda naye anakoenda upo naye hapa nyuma akwambiage hii ni dhambi, acha. Hii nje usipite, acha. Malengo la kutubu dhambi, Yesu anaingia ndani yako, anaanza kukuongoza maisha wewe binafsi. Yaani wewe mwenyewe unaanza kujikontrol. Kwani kutubu dhambi lazima uende kwa mchungaji? Nani? Kutubu dhambi. Ni lazima uende kwa sababu yule pale yeye ni kiwakili, yaani yeye ni mwakilishi. Kwa nini? Yaani yeye ni mwakilishi. Ngoja kwanza, ngoja nikuulize swali. Sawa, ngoja nikuulize swali. Wewe unaelewa kutudanganya. Sio na kudanganya. Wewe kwamba tuanze kutegemea mwanadamu. Nisikilize sasa. Sio kwamba nisikilize. Anayemtegemea mwanadamu ni nani? Anayeona kwamba amelaaniwa mwanadamu ndio kitu kitakachomuongoza yeye, kitakachomfungulia njia. Anasema yeye yule pale, yani wewe, yani tuseme mtazamo wako. Ndio maana kitabu cha Yeremia anasema hivi, unaona nini? Yaani kwenye kichwa chako yule unamuona mchungaji au mtumishi wa Mungu? Ndio unatazama nini? Hamuoni mjanga, anaona kama sio Mungu. Sasa ndio maana nakuuliza hivi, mtazamo wako kichwani mwako wewe unaona nini? Ndio maana nakwambia hivi, yani kupotea kwako wewe usiwapoteze wengine, kitu cha kwanza. Sasa nisikilize. Kwa hiyo ubishi wako inaweza kawa ni chanzo cha kuwapoteza watu wengine, sawa? Sasa sikiliza. Lakini ubishi wa huyu ni chanzo cha kuokoa wengine. Jifunze kwanza. Haya, sawa. Ni unachokiongea ni sahihi. Mimi lengo nililoliongea hapa ni kwamba hivi, mtu anapotaka kumkubali Mungu, sawa? Yeye binafsi, yani yeye tu moyoni mwake. Binafsi. Yaani ndio maana Yesu sio alisema hivi, njoeni ninyi nyote wenye kulemewa na nini? Na mimi nitafanyaje? Yaani kwa hiyo ni swala la mtu, alisio kwamba alisema lazima, alisema njoeni wanaolemewa. Wanaofanya kumbe sio lazima kwenda kwa mchungaji. Sasa kubali hali imeisha. Kinachokubali kukupeleka kwa mchungaji ni kwamba hivi, mchungaji Yesu mimi awe na wewe. Nimefanya yaliyo mengi. Mbona mimi hapa pombe niliacha, lakini niliombewa na mchungaji asio na muamini mchungaji mpaka sasa hivi. Yule mchungaji aliniongoza sana. Mchungaji ndio akakuombea ukaacha pombe au wewe mwenyewe ndio unaamua kuacha pombe? Yaani nisikilize ninachokuelewesha, umenielewa? Kwani Mungu hapa ana watumishi wake? Ana. Wale watumishi wake kazi yao ni nini? Unafika daktari wa nini? Nikufanyia. Unanielewa kitu kama ila sio kufanya watu. Hawezi kunifundisha sasa. Yeye afanyaje anakufundisha? Wewe una mapepo ndani yako.
anapaswa kumgombea ni nani? Hawezi kumfaulisha njia. Unanielewa? Yeye anaomba, anayefanya ni nani? Umenielewa? Mtazamo wako wewe ukienda ukisema hivi, nikienda na shetani anasema, na shetani unajua anatumia